Naam, turejelee kwenye kaunti ya Homa Bay. Usiku wa leo KTN inakuletea simulizi za kutisha za kunusurika kwa waandishi wa habari waliojikuta kwenye vurugu zilizoshuhudiwa Jumapili walipokuwa kwenye majukumu yao katika kampeni za Linda Mwananchi kwenye kaunti ya Homa Bay. Wanahabari hao wakiwamo wa KTN na Media Max wanasimulia jinsi wahuni walifunga barabara na kuwazingira kabla ya kujaribu kuwashambulia kwa panga, huku wakiitisha fedha kabla ya kuibiwa na magari yao kuteketezwa moto. Bentura Kwamboka na taarifa hiyo. Jumapili ya tarehe 16 Agosti ilitarajiwa kuwa siku ya kawaida ya kazi kwa waandishi wa habari waliojitokeza kupeperusha matukio ya mkutano wa Linda Mwananchi katika kaunti ya Homa Bay. Bramwell Bwire wa KTN na mwandishi wa habari wa Media Max Francis Mwangi pamoja na wanahabari wengine walikuwa kwenye msafara wa vuguvugu la Linda Mwananchi uliokuwa ukielekea mjini Homa Bay, wakiwa na nia ya kufuatia msafara huo kwenye eneo ilikuwa ngome ya zamani ya hayati Raila Odinga. Lakini mambo yalibadilika ghafla dakika chache baada ya kampeni za kisiasa kuanza katika mji huo. Katika masimulizi ya Bwire na Francis, wakati msafara ulipoingia katika ngome kuu ya ODM, hali ilibadilika, barabara zikafungwa na kuwa chini ya ulinzi wa wahuni. As we approached Homa Bay town, tukapata barabara zimefungwa, wameweka logs, wameweka miti, wametoa hizo poles za stima, wameweka katikati. Na ni katika hali hii ambapo ndani ya sekunde chache Francis na mwenzake walijikuta wamezuiliwa kutoka pande zote. Ndio watu walitokea nyuma, sides. Wale polisi tulikuwa na wao wakajaribu kurusha tear gas. But I think hao watu walikuwa wengi, overpower. So gari zikaanza kutoroka zikielekea Homa Bay town. Na tulipokuwa tunaenda kuchejiren, gari yetu ikazima. Watuhumiwa wakidai pesa kutoka kwake, ghafla walimshambulia kwa panga kichwani mwake. Ukiangalia kuna some stitches nilishonwa, na hiyo panga nilikuwa nimevaa hii. Ukiangalia hapa kuna maki ya panga, nilikuwa nimevaa hivyo, so panga haikuingia ndani, iligonga hii. Nashukuru Mungu niko uhai. Bramwell Bwire wa KTN anaeleza kuzingirwa na umati wa watu wenye ghadhabu waliokuwa wamejihami kwa panga katika bonde karibu na uwanja wa Raila Odinga. A young man alitoka huko amebeba panga. Gari zilikuwa mingi, but he headed straight to window mali mimi nilikuwa nimekaa. Na akaingiza panga hapo moja tu. Hapo mali nilikuwa nimekaa tu. Mashambulizi yakiendelea, madereva wa KTN na Media Max waliponea uvamizi huo kwa tundu la sindano. Mimi mwenyewe nilitoka na nikapotea, nikaenda nikaingia kwa gari ya polisi. Lakini gari yetu mwishowe walichoma na kwanza walitoa betri. Aidha, viongozi wamevitaka vyombo vya usalama kuwajibika huku wakilaani shambulizi. It is actually abhorrent because journalists are basically doing their work to give information to the public. Why attack journalists? Yeah? And if you are going to the level where we are attacking journalists, and then we are the same ones who go around and complain how journalists don't cover our issues, does it make sense? Bentura Kwamboka, KTN.